kuna vitu vya kujihadhari navyo vya kutunza, vya kuweza kuhifadhi udhu. Si lazima uwe mtu mzima, lakini wengi hapa wako zaidi ya 35-40. Ukishakuwa 35-40 ujana tena ushaondoka. Lakini kule especially Madina, especially Mina, pale pana nyama ya ngamia. Kwa tunaletewa sana nyama ya ngamia. Na pale kidogo ile foleni ni uzuri ukajua kuhifadhi udhu kwa vipi. Unavyoila sana ile nyama ya ngamia utahitajika sana unywe maji, kwa sababu ile ni high protein, halafu ina minerals, ina madini. Zile madini kuna sodium, kuna potassium au potassium, sodium, hizo zitakufanya sana unywe maji, na unavyozidi kunywa maji ndio utahitaji kwenda haja ndogo. Kwa hiyo ni lazima tujitunze katika ulaji wa vitu. Hal kadhalika pale ni aghlabu kupata maji ya Zamzam. Tunaletewa majuisi, masoda mengi tu, mengi yanakuwa israfu, aswa yanatupwa. Ni kujitunza sana kwenye masukari, majuisi yale, kunywa maji kwa wingi. Maji kwa wingi ndiyo afya. Kwa hiyo hilo, labda kama kuna swali jingine la kiafya ndio sawa. Lakini chingine ni katika ulaji wa vyakula aina nyingine. Imeongezwa hapa kwamba tuangalie maharage. Maharage ukiala kwa wingi, hata hapa lazima utaharibu udhu. Lakini limeongezwa la chips. Mimi si mlaji wa chips. Nadhani miaka na miaka hata chips sijui. Umeona? Si kwa sababu ya diet, ila tu naona mwanaume hushibi chips, mwanaume ugali. Ule ugali ushibe haswa. Kwa hiyo chips hasa upande huu. Lakini nayo imegusiwa kwamba inakufanya usitunze udhu. Maharage na chakula chochote kile ambacho kile ukila wabeua, waenda mbwewe au unatoa hewa. Sawa. Sasa maharage unaweza ukapata maharage ya kawaida au maharage ya kopo, kule yapo. Ni kujihadhari na hivyo vitu, kwa sababu pale kuna hali ya kwamba hutakaa na udhu aidha katika tawafu, na ukishatoka kwenye tawafu mpaka ukarudi ya wenzako wewe usharudi hotelini. Maana yake vyoo viko hapa labda Magomeni ndio utakipata choo. Sasa ile safari ya kwenda na safari ya kurudi wenzako ishamaliza tawafu, na utaingilia mlango upi, huo ni mtihani. Na walinzi wale watakuruhusu vipi, huo nao ni mtihani mwingine. Wewe ni mgeni. Kwa hiyo kama tuko na mimi, uko na Bijoa, uko na kiongozi yoyote, maana yake sasa na yule umkatize tawafu yake, maana yake wewe ni mgeni wa Allah, hatuwezi kukuachia ukapotea. Lazima twende na kurudi. Lakini kibinadamu, huyu bwana, huyu naye bwana, huyu bwana, ile sasa mimi wantia dhima. Umeona? Sasa ili tusitiane dhima na tuifanye ibada kisoft, kiwepesi, ni kuyasisitiza na kuyashika haya ambayo tunayongelea. Kulikuwa na lazima kula ile ulazima pale utakuwepo, kwa sababu pale ni kama tuko boarding school, huna jinsi, labda usiile. Kwa hiyo utakula wali mkavu, lakini usijinyime. Weke sisi tu kule hospitali tunaita biopsy, yani ni kifinyango hivi waleteo. Lakini labda mimi nitakwambia mimi bwana sitaki, na kweli nitakupa, kwa sababu huwa sili. Sasa umechukua ya huyu, umechukua ya basi, umechukua ya fulani, mtamu zile utakula. Swali ni kwamba Hajati anauliza, tumeweka angalizo la kunywa maji, lakini kuna wengine wana kisukari. Sasa inakuwaje? Kwa sababu kisukari chenyewe maana yake cha kufanya wewe uende haja ndogo kila wakati.
Lakini sasa sayansi ya pale kidogo ni tofauti. Unaniona mimi hapa jasho lanitoka, kule hili halitoki kabisa, la kufanya hivi kule halitoki. Kuna kitu kinaitwa perspiration. Perspiration maana yake wewe watoka jasho kwa mvuke, unajikuta tupua zimekuwa kavu, midomo imekuwa mikavu, pua zimekuwa kavu, zinachanika ndani kwa ndani. Kwa hiyo hata we mwenye kisukari, mama, mahujaji wengi waishaliona hilo, kule hata hicho kisukari hutakisikia biidhnillah, hutakisikia. Zamzam ni maji, yaani wewe katika ile Zamzam jinsi unavyoinywa, mashehe watakuja watakuelezea hapa. Tumekwenda kule sisi, kuna watu wana sukari 25 wamerudi hapa sukari nzuri kabisa. Kuna watu tumekwenda nao kule wana presha ya 200 chini ya 150, wiki ile ile ya kwanza presha imeenda kawaida. Kuna wale ambao walikuwa wavivu hawaendi hata mita 200-300 wamekuwa mabingwa kwa kutembea kule. Yote tuseme alhamdulillah. Umeona? Kwa hiyo ya sukari, maji lazima utakunywa, na mwenye kisukari atakiwa anywe maji, kwa sababu sukari nayo inakausha mwili, sawa, especially ikizidi juu. Ikiwa chini haiwezi ikakukausha, lakini ikiwa juu lazima itakukausha. Kwa hiyo wakati ule, ili mwili, ili cells, chembe za damu ziwe na umajimaji, ni lazima unywe maji. Sitaingia kwenye science kali, lakini maji ni lazima uyatumie, sawa. Kuna njia nyingi za kutoka maji. Hivi ninavyoongea, napumua, naongea, maji yanapungua mwilini. Utatoka jasho, utaenda haja ndogo, utaenda haja kubwa. Kuna hii tunaita perspiration, ambayo hii perspiration unatoka tu, joto hulioni jasho linavyokutoka. Hiyo ndio mbaya zaidi. Ndio maana kila wakati huko kwenye tawafu waweza ukanywa, kama Kiingereza unaita sip, unaweza ukanywa tu kidogo kufanya mdomo wako uwe na umajimaji. So wapiga hili lazima hutamaliza tawafu. Ukilimaliza hili kwenye tawafu hutaimaliza, lazima utapiga hodi chooni. Ndio haja maji ya Zamzam tunakunywa zaidi. Maji ya Zamzam kuliko maji mengine yoyote. Maji ya soda, maji ya kawaida, ni maji ya Zamzam. Na kule sisi tuna provide maji ya Zamzam kila chumba. Kwa siku chupa 3 kwa mtu mmoja. Kwa hiyo jitahidi kunywa maji ya Zamzam zaidi. Ukiwa kama msikitini nenda na kile chako, ongeza maji yale unaona hayo maji. Hayo maji ya Zamzam hayakupeleki sana chooni. Alhamdulillah, ukinywa yale kweli sana chooni. Kwa hiyo tunajitahidi zaidi kunywa maji ya Zamzam kuliko maji ya kawaida. Na vitu vitamu kama soda, kama juisi, hivyo tuache kabisa. Na kuhusu chips, niliongezea kwamba chips zinaleta gesi kidogo, lakini unaweza kula chakula cha usiku chips, kwa sababu usiku kucha mpaka alfajiri itakuwa tayari. Sawa kabisa. Upate tena kutoa ile pepo. Labda kingine, labda kingine, kabla hatujamkaribisha mwenyekiti, kuna swala la kufanya ibada za usiku na watu kuwa katika chumba kimoja. Unakuta mwenzako aumwa, kwanza lazima tuamshane. Haji, umeamkaje? Hajati, umeamkaje? Usije ukaona mwenzako labda kafurashwa na AC, mwenzako aumwa. Kule mahoma haya, mafua ni makali sana. Kwa hiyo tujaribu kusubiriana, tujaribu kuitana kuamka. Sasa kuna zile tahajjudi zile za usiku kabla ya subuhi,
Sasa hata kama una tabia ya kulala msikitini, hakikisha unaitime ile tahajjud ikutane kidogo na salati subuh, kwa sababu unaweza ukaipiga ile saa 9 ukalala. Saa hizi ukiweka adhana saa 10 hivi ndio salati subuh kule, kwa hiyo unaweza ukapitiliza pale. Sasa utakuwa una mtihani, utakosa laki, utakosa 1000 kwa sababu ya hizi sunna. Usiziwache, lakini upate zote. Ni lazima uzipate zote. Yani kule Kiingereza wanasema must be, you have to do that, you got to do that. Lazima uipate ile ya faradhi, Maka laki, Madina 1000. Sasa usikose 1000 kwa sababu ya sunna. Sunna ina uzito wake, lakini faradhi ina uzito mkubwa. Kama hakuna swali, tumkaribishe mwenyekiti aendelee na darasa. Sheikh, karibu. Asalamu alaykum. Salam. Ndio. Aha. Sawa. Sasa tuliongelea swala la check up, lakini mimi nikasisitiza sana kwenye meno. Sheikh, hata hapa Dar es Salaam ukiumwa na jino, yani daktari wa meno hajafika, wewe uko mlangoni pale, ile asubuhi huwezi ukalala, jino linauma. Sisi unajua, sio madaktari wa upasuaji wa moyo, tunajiona labda tunafanya kazi kubwa, lakini mimi nawaambia wenzangu, hivi ushaumwa na jino? Kila kiungo cha mwili wa binadamu kina umuhimu wake. Wewe hebu funga choo kikubwa au kidogo, uone kichwa kinavyouma. Hebu tu wewe huoni pale mbele, halafu upewe gari uendeshe, ni mtihani. Kwa hiyo kila kiungo kina umuhimu wake, lakini kwenye swala la meno, jino litakuacha, hutafanya ibada, hutalala, lakini ile adha ya foleni ambayo utaisimama mpaka ukaonane na daktari wa meno, hilo jino litaacha lenyewe. Nikawapa mfano wa kiongozi wetu wa kike, dokta nipeleke, nikamwambia haya twende. Niliingia mitini kwa sababu najua anarudi ananiambia ulichonifanyia si sahihi. Mimi nilijua pale hatutoboi. Alienda sijui ni saa 1, karudi sijui saa 8 mchana. Foleni ni kubwa sana, watu ni wengi, wanaumwa wengi. Ni afadhali sisi wa Tanzania tunakwenda na dawa zetu, lakini kuna makabila mengine huko nchi nyingine hazibebi hata aspirin. Kwa hiyo kila chochote kinachotiki kwenye kichwa chao wanakwenda kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo rai yangu, chukua muda, nenda ni Mnazi Mmoja, nenda Mwananyamala, akakuangalie tu kinywa chako kikoje. Hapa la kuziba, hili la kusafisha usafishwa, hili la kuziba waziba. Familia naongezea kidogo, ndio kwa sababu mimi nilikuta hiyo niliumwa na jino, napata shida sana, nitaka kwenda private, pesa ni nyingi sana. Exactly. Sasa mimi nilitoa, kwa kutoa ilikuwa $500 kutoa. Sasa kabla hujatoa unapigwa x-ray, unafanyiwa na kitu kingine, kwa hiyo unaongezea pesa. Ukipigwa x-ray unaongeza, ukifanyiwa hivi unaongeza. Kwa hiyo hata mimi nimeshaanza kwenda kwa daktari wa meno, hata kusafisha. Unajua meno akiwa na ule calcium, saa nyingine anakuwa anauma. Kwa hiyo sio ndio kwa daktari kwa sababu unaumwa na meno, lakini bora uende ukatazame, hata kama akusafishe yale meno, ili kule usipate ukauma. Meno yanauma sana, yanauma sana. Asante. Ila tu experience nyingine ambayo tumeiona mwaka jana, na hili ni muhimu. Unajua si tulikula kiapo utakiwi kutaja ugonjwa wa mtu. Mimi naliongelea general tu. Kuna mwenzetu alipindwa na ngiri, wanaume. Umeona, kuna mwenzetu alipindwa na ngiri. Shehe, kwa nini hujatibiwa hii nyumbani? Na kesho ni Arafa, Haji wal Arafa. Haji ni Arafa. Ukiikosa Arafa wewe muflis tayari.
Kwa hiyo kama mtu anaona kwamba sijui ana tatizo la kiupasuaji, ni afadhali ukaenda. Sijui una bawasili, nenda hospitali. Unaona mwanaume ukikohoa, sijui wavimba kokwa zinavimba, nenda hospitali. Kina mama hali kadhalika, kuna vitu vyenu vingine, nenda hospitali, nenda ufanyiwe check up. Asalamu alaykum. Sasa unafahamu kopi sasa na ule msiba wa babu usalia mizogo hapa na mama kuzika. Baada ya hapo ndio Kisutu. Ndio sasa sijui naenda spidi vipi.